kuangazia hayo mtazamaji. Kwa hivyo hii leo tunazungumzia vifaa mbalimbali shambani, msamiati ule wa vifaa tofauti wa shambani ama vifaa mbalimbali vya shambani mtazamaji. Kwa hivyo kama una swali, maoni, mchango, nambari ya rafa na WhatsApp si unayo hiyo ambayo unaiona pale chini katika runinga yako mtazamaji. Kaka Fred, karibu katika kipindi cha leo. Sijui tuanzie wapi? Shukrani. Kwa hivyo kama tulivyowadokezea, wajua wakasema kwamba kichango ni kuchangizana. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuelimishana, na vile vile tunataka tuwape mianya ama tuwape fursa hasa wanafunzi wa uandishi, si tu uzungumzaji, vile vile pia uandishi wa insha. Mwanafunzi anaweza kutumia baadhi ya maneno haya au baadhi ya msamiati huu au msamiati huu kweli, ili kwamba mwisho wa siku naye aweze kudhibitisha na kuonyesha umahiri na ubunifu wake. Kwa hiyo msamiati ni vyombo vya kilimo. Msamiati wetu unahusu vyombo vya kilimo, kwa hivyo au ukulima, yote ni mamoja tu. Kwa hivyo hapa nafikiri umewadokeza tu japo kiduchu kwamba vipo baadhi ya vifaa ambavyo wanafunzi hasa wanavijua tu kwa kuviona, labda japo jina sahihi ama neno sahihi la kulitumia haswa ijapo kwenye uandishi wa insha inakuwa vigumu. Kwa hivyo leo hii itakuwa sawa sana kuweza kuwapa mwanga, ili endapo basi atakutana au atakumbana na kifaa hicho, basi aweze moja kwa moja kujua ni cha aina gani, haswa kwenye sehemu ya sarufi na vile vile msamiati, iwe shule ya upili, ya msingi, vyuo na kadhalika. Kwa hivyo chochote chaweza kuulizwa. Endapo basi mwanafunzi ataulizwa swali lolote, kwa mfano labda dimbwi maalum lilotiwa dawa kwa ajili ya kuogeshea wanyama, kwa mfano kondoo, mbuzi na kadhalika. Je, kidimbwi hicho chaitwaje na kadhalika. Kwa moja kwa moja mwanafunzi anaweza kuulizwa, kwa mfano kile kipini kinachowekwa kwenye pua ya mnyama basi chaitwaje, au labda kile kijipande cha mti ambacho wale fahali wawili hufungwa na kuburuta na chaitwaje na kadhalika. Kwa hiyo mwisho wa siku tunataka tuone, je, mwanafunzi huyu atafaidika na ataelimika vipi? Naam. Wakati mwingi mtazamaji, hata kama hutaulizwa swali la moja kwa moja, baadhi ya maneno yanakuwa heri na safi sana unapoyatumia katika mazungumzo na kiutaini katika insha. Wakati mwingine mwalimu anaposahisha insha yako asikia vizuri, anatia pale alama wakati akutana baadhi ya haya maneno. Kwa mfano unapotaja makoongo, kwa mfano anatia pale kile kialama kuashiria kwamba unafahamu msamiati mwafaka wa kuweza kutumia, kwa mfano kwa iwapo unarejelea masuala ya kilimo na kadhalika. Kwa hivyo ni maneno ambayo yatatufaa mimi nawe, si lazima iwe mwanafunzi, hata wewe mwalimu pale, wewe mwandishi, mhariri, mpenzi wa lugha ya Kiswahili, bila shaka tutasema asante kwa kuendelea kutazama. Na kaka Fred, nafikiri tunaweza kuanza moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, natumai una kiandishi na kiandikiwa chako, kwa maana ya penseli au kalamu yoyote iwayo hiyo, au pamoja na kitabu, au shajara au chochote kile. Kwa hiyo naamini mwisho wa siku tutaweza kuelimishana hapa moja kwa moja. Moja kwa moja tukianza na hiki chombo. Kuna hiki chombo chenye meno mengi cha kuvunja udongo uliokwatuliwa na trekta. Kwa mfano baada ya kulima kwa mara ya kwanza, kuna ule udongo ule huko ni kupiga masusa tu, kwa huko ni kulima kwa mara ya kwanza. Kisha kuna hiki kifaa, na tafadhali nafikiri watatuelewa vizuri hasa kupitia maelezo, kwa sababu wanafunzi wengi huchanganyikiwa kati ya hiki na kingine ambacho tutakisema baadaye. Kwa hivyo hiki kifaa, hiki chombo kinachovunja udongo hasa uliolimwa kwa mara ya kwanza huitwa haro. Ndio maana utapata mtu anakuambia mimi nataka nipige shamba langu haro, nataka kutumia haro. Kwa hivyo haro mara nyingi hulimwa ama ni chombo kinachotumiwa kulima shamba kwa mara ya pili, wala sio mara ya kwanza. Mara ya kwanza mara nyingi ama halabu tunaweza tukatumia ile majembe ya plau, yale yanaitwa plau. So plau ni kile kinachovutwa sasa na ng'ombe, wale ng'ombe wawili. Hebu tutumie Kiswahili ambacho nafikiri watatuelewa vizuri. Kwa hivyo kuna ile jembe la nafikiri ambalo linafungwa na
wanyama, si wanyama ila ng'ombe wawili, ama hata anaweza kawa ng'ombe, anaweza kawa punda naam. Kwa hivyo kisha kinaburutwa hicho. Kwa hivyo hicho huitwa plow, kisha kinashikiliwa naam. Sasa haro ndio kichwa sasa, ama ndicho hicho. Na kuangalia kwenye kiwambo, hicho ndo haro. Mara nyingi kinatumika, kina meno, hivyo vyuma ndo meno sasa ambayo tunaashiria, na mara nyingi vunja ule udongo uliolimwa labda kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo huwezi kutumia, siku zote huwezi kutumia haro kwa mara ya kwanza. Lazima utumie nini? Kwa mara ya pili, kama walivyoona kwenye kiwambo chetu. Wakati mwingi huwa ni kuandaa shamba kabla ya upanzi, sio kwamba ushalima mara ya kwanza sasa unapunguza yale madonge ya udongo yale ili labda kujitayarisha kwa shughuli za upanzi. Na inanikumbusha pia shamba ambalo limefanyiwa ama limeweza kulimwa kwa haro. Shamba lile pia huitwa haro kama sijakosea. Natumai usikia watu katika Kiingereza hasa zaidi haro katika lugha ya Kiingereza. Naam. Kisha hilo la kwanza ni weu, inaitwa weu hivyo, kisha haro. Naam, vile vile tumekwisha zungumzia hiki kidimbwi, ama niseme hiki sehemu fulani iliyohifadhiwa kwa mfumo wa vidimbwi au kwa mfumo wa kidimbwi, ambacho mara nyingi au ambayo mara nyingi utawaona ng'ombe ama wanyama, niseme kwa sababu kuna ng'ombe, kuna hata mbwa, kuna kondoo, kwa lugha rahisi mifugo, hupitisha pale ama huogeshwa labda kwa kutoa kupe na kadhalika. Kwa hiyo hiyo sehemu huitwa josho au dipu. Aidha josho au dipu. Kwa hiyo nakumbuka kule nyumbani ilikuwa kila siku Jumanne, unaona chifu anamwambia haya, mkawapeleke ng'ombe wenu wapi? Pale kwenye dipu au kwenye josho, ili waweze kuogeshwa kwa ajili labda kutoa kupe na kadhalika. Vile kuzuia baadhi ya magonjwa. Nikumbusha msemo katika Afrika kwamba wewe una ng'ombe mmoja unataka kuwa mwenyekiti wa josho kidogo. Bila shaka unaona sasa kama hao ng'ombe wetu, huu ni mfano mzuri sana. Nafikiri mwanafunzi ataweza kuelewa zaidi. Sasa hapa ama hiki kichumba, ama na mtu ite kichumba ama kidimbwi chote, basi ndicho kinachoitwa josho au dipu. Dipu hivyo mtazamaji, au josho. Kwa hivyo ukikiona nafikiri vipo. Na siku hizi utaona mashamba haya yamenyakuliwa au utaona mengine yapo tu hayatumiwi. Kwa hivyo hiyo sehemu basi useme hii ni nini, usema hii basi, ama chumba hiki ama kidimbwi hiki basi ndio josho au dipu. Kabla uzungumzie rato, inanikumbusha wakati kuna mlipuko wa magonjwa mbalimbali, haya majosho huwa yanapigwa marufuku wakati mwingine, kwamba sasa usipeleke huko mifugo wako wakati kuna mlipuko wa magonjwa mbalimbali ya mifugo, kutokana labda hatari ya ndio unakwenda kupata tiba, lakini labda utaondoka na ugonjwa mwingine wa kuambukizana. Bila shaka. Naam, rato. Kisha rato kama ulivyogusia, rato au vile vile tunaitwa machaku, pia huitwa machaku au rato. Hili ni jembe uma. Nafikiri tuliita tu jembe uma ndo mtazamaji aweze kutuelewa vizuri. Hilo jembe lenye meno au jembe lenye meno. Kwa hivyo hilo jembe lenye meno basi huitwa rato au machaku. Kwa hivyo tunapozungumzia jembe, nafikiri kwenye lugha ya Kiswahili tunayo tu mawili, jembe la kawaida tu, jembe kwamba la kawaida halina meno hilo, kwa hivyo ni jembe. Kisha hili la meno sasa ndilo linaloitwa rato vizuri. Kwa hivyo unaliona pale, sasa hili ndio rato sasa. Naam, ndio rato sasa. Nafikiri lina meno pale na mara nyingi linatumika kule majimboni kadhalika. Kwa hiyo basi ndio rato. Kwa hivyo mtazamaji, hicho ama hilo jembe basi ni rato, tofauti na jembe la kawaida tu. Jembe la kawaida tu. Kwa hivyo utaona hilo nalo na muundo tofauti. Kisha kuna hiki kifaa ambacho mara nyingi utaona wale fahali, wale ng'ombe wa kulima wale wawili wamefungwa, mwingine amefungwa huku mwingine huku, kisha wanavuta plau hasa upande au wakati wa kulima shamba. Kwa hivyo hicho kipande kinaitwa kitaya. Kwa hivyo kitaya ni kile kipande cha mti kinachofungiwa wale fahali wawili au wale ng'ombe. Naam, bila shaka huitwa kitaya. Au vile vile kuna ile jina utapata Waswahili wanasema kwamba tujifunge nira. Pia huitwa nira vizuri. Aidha kitaya au nira. Kwa hivyo katika lugha yetu sisi tunaita lichoki. Lichoki. Nafikiri nikisema lichoki wengi sana haswa kutoka maeneo yetu haya
magharibi watanielewa vizuri. Kwa hivyo ni nira au kitaya. Ndio maana pia upo msemo kwamba tujifunge nira, kumaanisha tuweze kukaza ama kutia bidii kabisa namna wale ng'ombe wanavyofanya au wale fahali wanavyofanya wavutapo hiyo plow bila shaka. Kwa hiyo unapoona sehemu ya hiyo wote umefungwa, kwa hivyo ni kitaya au ukipenda nira. Kwa hivyo ukiona mtazamaji hao ng'ombe wamefungwa upande huu kisha upande ule wamefungwa, hivyo hicho kipande cha mti kilichofunganisha wote pamoja basi ndicho kinachoitwa ndicho kinachoitwa kitaya au nira. Kuna umetaja jembe awali, ukazungumzia jembe lenye meno, ukazungumzia jembe la kawaida ambalo wakati mwingi huwa bapa. Kuna hili jembe lenye mpini mrefu, kuna jembe hili ambalo lina mpini mrefu hivi, sijui tuiteje? Jembe hilo mara nyingi linatumika na ndugu zetu tokea maeneo ya Billy Gabriel huko, kwa sababu na jirani yangu pia ni Mteso, Shaku Matusi. Utamuona mara nyingi anapenda sana, ukimuuliza anasema sisi kwetu bwana tumezoea ile jembe refu. Wanalitumia kufanya nini? Kupalia tumbaku? Sijui ni kufanyia nini, lakini au mihogo na sasa wajua tena upanzi chochote kile. Kwa hiyo na hata sivyo wapo tu watu waliozoea na mazoea tu kutumia jembe hilo. Kwa hivyo ile jembe katika lugha ya Kiswahili laitwa shilanga. Jembe hilo laitwa shilanga. Ina maana kama lina mpini mrefu, ni shilanga au ngwamba samahani. Aidha ngwamba au shilanga. Kwa hivyo hilo jembe lililo na mpini mrefu ni zaidi ya mpini wa kawaida tu. Naomba uzungumzie mundu na fiekeo na kisha labda ujaribu kubainisha tofauti mundu na fiekeo, kwa sababu watu wengi wanajua fiekeo ndo slasher, wengine wanajua mundu ndo slasher. Labda unaweza ukaangazia fiekeo na mundu na ukijaribu kutofautisha. Mundu ni kisu kikubwa kilichopinda mwishoni, nikite kisu japo si kisu, ni mfano tu, mfumo wa kisu hivi kilichopinda kwa maana kimejikunja kisha kina meno. Katika lugha ya kawaida tunakiita ringa. Nafikiri sisi tumezoea, unapata mama anakuambia niletee ringa nikuje nikate naye nyasi. Kwa hivyo nachukua ringa, ama anamwambia chukua ringa wewe ukate naye nini nyasi. Kwa hivyo na mara nyingi huwa na umbo la herufi cha, hiyo C. Umeona? Inakaa kama herufi C, vya herufi cha katika Kiswahili. Na katika lugha hiyo nyingine ni herufi C, hiyo C. Kwa hivyo hicho kifaa basi ndicho kinachoitwa mundu. Ni tofauti na fiekeo. Kwa kuwa fiekeo mara nyingi huwa na ncha ama huwa imebinda kidogo pale mbele kwenye sehemu kali, sehemu ya labda ya kufieka. Na mara nyingi utapata kwamba mundu hutumika kufieka ama kukata. Tusitumie kufieka, tuseme kukata tu. Na mundu hukata nyasi, hasa nyasi ndefu kuliko nini fiekeo, kwa sababu fiekeo kufieka japo pia nakata, lakini kwa mfumo kufieka. Fiekeo na mundu na mpini wa fiekeo ndio slasher sasa katika lugha ya Kiingereza, sio utengenezwa kutoka kwa mbao hivi. Kile kishikilizi. Leo unapoangalia slasher huwa ndefu kwa maana fiekeo. Chuma kirefu kionyesha na mundu au ringa. Japo ringa si Kiswahili tafadhali. Natumia tu ringa kwa sababu ni neno ambalo limezoeleka na linafahamika kwa wengi. Zaidi ya hapo sijui kama pana kifaa kingine. Na kuna hawa ng'ombe, na mara nyingi sio, nafikiri ni ng'ombe hawa wa kisasa, ni wacha ng'ombe wa leo. Utamkuta mtu amemwekea ng'ombe wake kile kipini puani. Kwa hivyo mtazamaji, wale ng'ombe ama kile kipini ambacho siku zote huwekewa kwenye pua ya ng'ombe au mnyama yote ile, au hata wakati wengine wanaweka vile viji alama ndio ile. Kwa hivyo hicho kifaa basi chaitwa shemere, kipini anachovalishwa ng'ombe puani moja kwa moja. Kwa hivyo huitwa shemere. Huitwa shemere. Kisha namna unapoangalia wao wenyewe wana sababu zao ni kwa nini? Wana sababu zao kwa nini labda yule wana sababu zao kwa nini wanamweka ama wanamvalisha nini?
Wewe Dalmundo, nikikuuliza sababu gani, ni kwa ajili ya urembo au ni kwa ajili ya sababu gani? Labda urembo na vile vile kuwatambua. Nakumbuka wakati fulani tukiwa hapa na kampeni kuhusiana na punda, ukisema kwamba wakulima waweze kujipanga kuhakikisha kwamba punda wao hawaibwi, na mojawapo ilikuwa ni hayo na yazungumzia kuweza kumtambua punda kirahisi, na kwa sababu wakiwa pamoja wengi itakuwa labda changamoto kumtambua. Na vile vile pia ule ukali. Wajua swali hili nakumbuka vizuri, niliwahi kumuuliza mwalimu wangu wa sayansi miaka ya awali. Nikauliza kwamba mbona, nafikiri sababu alionipa akasema kwamba wanafungwa hivyo kwa sababu labda ni wakali, kwa hiyo pia ni mbinu ya kupunguza ukali wao, japo sijui kama ni sahihi. Kwa hiyo mwisho wa siku tujue kwamba basi hicho kipindi basi chaitwa shemere. Na tukisalia hapo pa shemere, wapo wengine wavalisha nini? Kuna hiki kifaa nacho kinavalishwa wapi? Shingoni. Ni kama kengele hivi. Unamwona anapotembea anapiga kelele. Kwa hivyo hiyo kengele nayo, mtazamaji, inayovalishwa kwenye shingo ya mfano mnyama, haswa ng'ombe. Halafu tumeona ng'ombe ndio wengi. Kwa hivyo kengele hiyo katika lugha ya Kiswahili inaitwa kivumanzi. Kwa hivyo kivumanzi ni tofauti na shemere. Mtazamaji, shemere ni puani, na vile vile shemere, kumbuka, ni aina ya mapambo ama aina ya pambo. Kwa hiyo ijapo kwenye wanyama, basi ndio hiyo inavalishwa wapi? Puani. Kisha nikasema kwamba kengele hiyo ivalishwayo haswa ama anavalishwa ng'ombe shingoni, namuona wakati wa kutembea anapiga kelele na kadhalika, bila shaka huitwa kivumanzi. Vizuri. Kwa hiyo unapoona kwenye kiwambo chetu, bila shaka kengele hiyo basi ndio tunayoita kivumanzi. Na vile vile tukirejelea pale kakaangu, utagundua kwamba moja ya sababu ni kwa nini vile vile wanavalishwa hivyo pia labda wizi, kama mfunga mahali mtu asije akamua, labda niseme hivyo. Lakini labda wanasayansi wenyewe, nyinyi mnafanya kilimo ajira kwenye West FM, nafikiri wale wakija siku moja waulize ni kwa nini haswa, sababu ipi haswa inayofanya labda ng'ombe wale wanafungwa. Lakini chochote au mwisho wa siku mwanafunzi hutaulizwa hiyo kwenye mtihani kwamba ni kwa nini unafungwa. Hapana, wewe utakachoulizwa labda hiyo kengele anayovalishwa ng'ombe au mnyama shingoni, je, huitwaje? Kwa hiyo tumeshakupa katika lugha ya Kiswahili kwamba ni kivumanzi. Bila shaka. Kama ni kipini, basi ni shemere. Naam. Mtazamaji, tunaangazia vifaa mbalimbali pale shambani, nikiwa na mwalimu kaka Fred kutoka Deco Academy, shule ambayo inapatikana kule Trans Nzoia, mhariri mlezi wa vipaji mbalimbali. Wakati mwingine kipindi hiki kinakusaidia zaidi ya mtihani, kwamba unafahamu baadhi ya haya maneno. Utasikia mtu kwa mfano anazungumzia reki. Mtazamaji, utaniruhusu nizungumzie reki, ambacho ni kifaa cha chuma ambacho kina meno cha kuburura majani au kusawazisha udongo shambani. Kinaitwa reki. Watu wengi wanakijua hiki. Kule kwetu tunaita vivyo hivyo rek, kama sijakosea. Utasikia labda unataka kufanya usafi pale uwani, ama labda pale shambani unataka kusawazisha udongo. Sasa kuna hicho kifaa ambacho kina meno hivi ambacho unatumia kuweza kuburura na labda kuweza kusawazisha. Ndio hicho hapo kinaitwa reki katika Kiswahili. Asija akachanganyikiwa baina ya reki na rato. Rato ni jembe ama jembe la meno. Ili hali hata muundo wenyewe nafikiri tofauti. Hata unapoangalia mpini wa reki ni mdogo mwembamba mrefu, ili hali ule wa jembe au wa rato nao ni mnene kidogo ukionyesha na huwa reki. Nafikiri maelezo yako sawa, kwa maana kwamba kwa sababu utaona reki tena ina meno mengi, yale meno mengi, alafu neno hilo reki limeswahilishwa kwa maana limetoholewa moja kwa moja kutoka kwenye neno halisi la Kiingereza rek na kadhalika. Naam, zaidi unapoangalia muundo hapa ni meno matatu yale mengi mno. Naam. Kisha nafikiri kuna hiki kifaa ambacho kwa wale wanaoendesha farasi watafahamu. Yule mwendesha farasi yule
anaitwa sais, yule mtu anayeendesha na labda kuwachunga farasi katika lugha ya Kiswahili, mtazamaji, anaitwa sais. Kwa hivyo yule mtu anayepanda, siku zote unapoangalia kiatu chake, hicho kiatu huwa ni kiatu maalum, si viatu vya kawaida tu. Kwa hivyo hicho chatu kina samani, hicho kiatu si chatu, hicho kiatu kina chuma fulani hivi, na hicho chuma halabu au kibao fulani hivi, na halabu kibao hicho kichatumika sana kuwapiga wale farasi ili waende kwa kasi sana. Ndio maana mtazamaji, ukiangalia farasi wanapokimbia, unaona yule saiti mara nyingi hushinda akimpiga kwa kutumia mguu wake. Kwa hivyo kumaanisha kuna kile kichuma fulani ama kijibao fulani pale kwenye kiatu ambacho mara nyingi kinamshawishi yule farasi kwenda kwa kasi. Kwa hivyo hicho kijipande cha chuma basi kinaitwa kichoko katika lugha ya Kiswahili. Kichoko. Mwalimu, inanipeleka katika neno hili panga. Wakati mwingine inaonekana tumekuwa tukikosea tunapozungumzia upanga kwa mfano au panga. Wakati mwingi panga tumedhani labda ni kifaa tofauti, japo panga halisi kama sijakosea ni silaha hivi, na kifaa hiki kina makali pande zote mbili, kwamba panga ni kisu kirefu chenye ncha na vile vile makali pande zote mbili, kinachotumiwa wakati mwingi kuwa ni silaha. Au sime bila shaka. Nafikiri pale ili mtazamaji, japo pia tunapozungumzia tuseme panga ama panga, tuna tofauti hasa mwanafunzi anasema awe makini ni ipi. Kwa hivyo kuna panga ya kawaida tu, kisha kuna zile sima aina. Sasa utapata sima pia ni mmoja wapo, inaicha pande zote mbili, na mara nyingi pia inatumika katika fyekeo ama kufieka ama kukata ama kupogoa kwa maana ya pruning na kadhalika. Naam. Kisha mtazamaji, kuna mtaimbo. Mtaimbo kule kwetu tunaita mtalimbo. Kwa hivyo inamaanisha jamii yangu na Kiswahili hatupo mbali. Mtaimbo ni chuma chembamba kirefu kinachotumiwa kuinua vitu vizito au kuvunjia miamba. Kule kwetu wakati mwingine wale tunaofuga ng'ombe, tunafunga pia ng'ombe pale unachimba pale chini vizuri, alafu unafunga ng'ombe vizuri pale. Wakati mwingine wakati unataka kuvunja miamba au kuchimba mashimo kwa kina kirefu, wakati mwingine pia tunatumia mtaimbo. Kule kwetu nilishakwambia katika lugha yetu ya kwanza ni mtalimbo. Kwa hivyo sijui jamii yenu mnahitaji mtaimbo kama lipo. Sisi tunaongeza tu pale mtalimbo kwa kumtalimbo. Ndo hapo basi. Na mwalimu, zaidi hapo zaidi ya hapo mtazamaji, tuna nafikiri kuna hiki kifaa ambacho katika maandishi au maandiko au kwenye vitabu vitakatifu inasemekana kwamba Nabii Yesu alizaliwa huko kwenye hori vile vile huitwa kihori. Kwa hivyo hori au kihori, mtazamaji, ni sehemu maalum ambapo ng'ombe hulisha au malisho ya ng'ombe. Na siku zote kwenye hori ni sehemu ambayo imetengwa tu kwa ajili ya malisho. Kwa mfano ng'ombe anafungiwa pale mchana mzima, si mchana mzima, ila mchana kutwa. Anafungiwa pale mchana kutwa, akilishwa pale, pewa nyasi, maji na kadhalika. Kwa hivyo hicho chombo ama hiyo sehemu basi inaitwa hori. Na vile vile kuna hiki kifaa ambacho ng'ombe hutumia kwa kukulia ama kulia chakula. Mara nyingi kimechongwa kwa mfumo wa mbao au hata mabati. Ukitaka chakula unamletea, unamwekea hapo. Ni kama sahani ya ng'ombe, wacha niseme hivyo. Kwa hiyo sahani ya ng'ombe mtazamaji, japo sio sahani katika lugha sahihi ya Kiswahili, basi ndivyo inavyoitwa hivyo, hori au kihori. Naam. Kwa hivyo awe makini na hori au kihori. Naam, naona tuna dakika 8. Sijui labda unaweza angazia mengine kwa mtiririko kama yapo? Naam, yapo. Kwa mfano kuna hiki kigongo kinachotumika mara nyingi kurushwa juu kwa ajili ya kuangulia matunda kutoka mtini. Kwa hivyo unaona mtu anachukua kama ni kijiwe ama labda ni kijimti kidogo hicho, kisha anakirusha juu au anakitumia kwa kuangulia moja kwa moja matunda mtini. Kwa hiyo chaitwa pigi. Hicho kinaitwa pigi. Pigi kwa maana ya P-I-G-I, pigi. Kwa hivyo kifaa hicho chaitwa pigi. Mara nyingi inatumika kuangulia matunda kama maembe, mapera,
nanasi. Nanasi kweli? Hapana, mapapai na kadhalika. Kisha kuna hiki kijembe ama jembe kongwe. Kuna hili aina ya jembe kongwe, mtazamaji, ambalo labda limechakaa ama limekuwa mkweche. Jembe ambalo limekuwa mkweche ama jembe mkweche, kwa maana limetumika mpaka hata limeisha. Kwa hivyo hilo jembe laitwa kisagalima au kiserema. Sio bure kukawa na msamiati kwamba usikidharau kiserema au kisagalima kwa kuwa laweza kulima kushinda jembe lenyewe. Kwa hiyo jembe unapolinunua mpya litatumika, mtazamaji, kisha itafika sehemu fulani hivi. Hata ukiangalia pembeni hapo kwa sababu naamini sasa hivi tunapozungumza ni msimu wa upanzi wa kulima kwenye baadhi ya maeneo hapa magharibi. Kwa hivyo utagundua kwamba kuna baadhi ya majembe kwamba jembe fulani limetumika ama limetumiwa kwa muda mrefu mpaka limeisha. Kwa hivyo likiisha limesalia kidogo, basi litaitwa kisagalima au kiserema. Aidha kisagalima au kiserema. Kisagalima au kiserema. Wakati mwingi kijembe hiki hutumika sana wakati wa kupalilia pale shambani, hasa zaidi kama mimea inakaribiana sana. Kuna baadhi ya wakulima ambao wanapanda mahindi foleni, kisha katikati wanaweka labda viazi vitamu ama wanaweka mahindi. Sasa kwa maana hiyo inamaanisha kwamba upaliliaji wakati mwingi inakuwa ni hicho kiserema hicho ama kisagalima ndicho hutumiwa iwapo ni upaliliaji unaofanywa na watu. Pale ule msemo ukaingilia kwamba usikidharau nini? Kiserema kwa kuwa kina uwezo wa kulima zaidi ya jembe. Bila shaka. Ndo hayo. Kisha kuna hiki kifaa ambacho mara nyingi unakiona kwenye mashamba, hata ukipita hasa mashamba ya mpunga, mtama, wimbi na kadhalika. Kwa hiyo ama kwenye nafaka tu kwa lugha rahisi. Kwa hiyo utapata kuna hiki kifaa sampuli ya binadamu au mtu kimewekwa pale, alafu kwa ajili labda ya kuwatishia au kuwawinga wale ndege ili wasije basi labda wakaharibu nafaka na kadhalika. Hicho kifaa ama hiyo sanamu hivi nafikiri tumekwisha zungumzia wakati mmoja kwenye upande ule wa pili. Hicho kifaa chaitwa dungu, inaitwa dungu. Kwa hivyo dungu ni sanamu fulani ya labda imetengenezwa kwa kutumia mbao au hata karatasi au hata mfano wote au mfumo wote huo, mtazamaji. Kwa hivyo kifaa hicho chaitwa dungu na mara nyingi huwatishia ndege, kwa sababu ndege unajua wanaogopa. Wakija kwenye mtama unajua yule mwenye mtama labda yupo ametuzuia, kwa hivyo unaona ogopa. Lakini tatizo ya hawa ndege wa kisasa bwana, utaona wengine wana madarau mpaka kiasi cha kutua kwenye dungu yenyewe mpaka unashindwa sasa ndege hawa jamani, hao ndege wa kisasa hawa. Kwa hivyo mtazamaji, kifaa hicho chaitwa dungu. Pana jina jingine pia najaribu kulitafuta japo limenitoka. Nikilipata bila shaka tutakuwa na litaja pia. Pana neno jingine kama sijakosea la kuweza kurejelea dungu. Naam mwalimu, labda unaweza ukaendelea zaidi ya hapo? Labda kutamatisha, kwa sababu najua muda wetu nao ndio vile tena umeshasepa. Nafikiri kuna neno ile wengine wanaitwa spade, ile katika lugha ya Kiswahili ni koleo au shepe au belashi. Je, sepetu nini au belashi nini au koleo ni nini? Hiki ni chombo kinachofanana na kijiko na halabu huwa kikubwa kidogo. Mara nyingi kinatumika kuchotea halabu, mchanga au changarawe katika ufanyaji kazi hasa ujenzi na kadhalika. Kwa hivyo kifaa hicho chaitwa sepetu. Tafadhali sio spetu, ni sepetu au koleo au beleshi au beleshi au koleo au sepeto au ukipenda shepe. Kinyago ndio dungu, sio? Kinyago au dungu. Mfano mzuri. Kwa maana ya scarecrow ile. Ni kisawa sasa. Kwa maana kwamba maneno yote mawili yako sawa. Hiyo sanamu basi inawekwa shambani kwa ajili ya kuwazuia ndege wasije wakaharibu mmea. Basi ndio vile ulivyosema, ni aidha kinyago au dungu. Mtosha? Nafikiri labda tu kuwakumbusha tu hiyo sehemu
nafikiri baada ya kupanda haswa mti, kuna hiyo sehemu fulani huwa inatengwa kwa ajili ya kumwagilia labda maji. Pale ukatengeneza ukamwagilia maji kwenye mti mchanga swa. Hiyo sehemu inaitwa chao, katika lugha ya Kiswahili ni chao. Naam. Vile vile tukazungumzia kuhusu makongo. Yale mashimo ya kupanda haswa mahindi au chochote kile, yaweza ikawa kuwa mboga, chochote kile au hata miti. Kwa yale mashimo yanayochimbwa pale kwa ajili ya kupanda chochote kile, basi mashimo haya yanaitwa kongo au makongo. Naam. Kisha pana kitalu au nasari ile. Nasari ama kitalu. Nasari ama wengine wanasema seedbed. Kitalu katika lugha ya Kiswahili. Kisha naomba uhitimishe na greenhouse. Sijui kama kivungulio ni sawa? Kivungulio sawa. Kivungulio sawa. Kuna maneno mengi tu mtazamaji. Kuna watu wengine utasikia na kuuliza greenhouse ndo hayo basi, kivungulio ushaambiwa, kitalu kwa maana ya nasari, amezungumzia reki, amezungumzia mundu, ametaja panga na aina mbalimbali, akazungumzia chache kwa mfano. Kwa hivyo mtazamaji, pale ulipo inamaanisha kwamba Kiswahili chako kimeboreka zaidi shambani. Sasa ukikwenda pale shambani, baadhi ya haya maneno ukiyatumia, basi mtu akuuliza maanisha nini, haya muelezee, naye vile vile akaeneza injili ya kukuza lugha hii ya Kiswahili. Muda wetu shayoyoma, mwalimu, naomba tuhitimishe. Sijui kama la mno unalo kabla tuelekee upande wa pili. La mno labda tu kuwasisitizia wanafunzi na watazamaji wazidi kutazama vipindi vyetu, kwa sababu mwisho wa siku tunajua kwamba tutawaelimisha, na kama tulivyodokeza awali kabla ya makala haya, tukasema kwamba kwa mwanafunzi hakikisha kwamba yatumie katika uandishi wako wa insha. Usiwe mwanafunzi pepevu, kwa maana kwamba anaandika tu kwa ajili ya kuandika kumaliza. Hapana, tuandike kwa ajili ya kutafuta alama. Usitumie tu katika uzungumzaji wako au mazungumzo yako ya kawaida tu. Hapana, jaribu kuyatumia kwenye insha ili kuleta ule ubunifu zaidi. Yote vile vile, nafikiri ndugu yetu Mwalimu Onyango anasema kwamba kaka anawapata vizuri nikiwa Mumias Msalimu. Sasa Onyango ananiambia ni msalimu Dalmas, wakati huwezi kumsalimu tu kwa kutumia arafa ya M-Pesa, unajua yule bwana. Anasema kwamba kaka Fred, kazi nzuri, nafikiri ana kongamano majaliwa ya Mwenyezi Mungu tarehe 10 na ngapi? Tarehe 14? 11 kama pale Muslim kesho na msijaye. Muslim pale katika shule ya Mumias Muslim. Anasema kwamba Waswahili wote pamoja na timu nzima ya dawati basi itaelekea kule tuone kulikoni. Yote nasema asanteni zaidi kutazama vipindi vyetu, kunifuatilia mitandaoni kaka Fred. Ukitaka ujumbe wote basi Dalmunda atakwambia kwamba tuma kupitia email kwa maana ya barua pepe dawati-la-lugha@gmail.com dawati-la-lugha@gmail.com. Wakati anazungumzia haya, naibu rais Daktari William Samoei Ruto pamoja na mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua umepokewa na maafisa wale wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, ambapo wanawasilisha stakabadhi zao mbele ya waniaji wao kiti cha urais